Tanzania ilishiriki katika mkutano wa 30 wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi ambao ulifanyika kule Brazil katika jiji la Belém. Ule ni mkutano ambao unafanyika kila mwaka na ni mkutano ambao ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba nafasi ya Tanzania inafahamika katika dunia kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, hasa masuala ya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia Tanzania mwaka huu ilikwenda ikiwa kama mwenyekiti wa kundi la majadiliano la wataalamu wa Afrika. Mkutano ule unakuwa ni muhimu kwa sababu tunajadiliana na masuala mengi, lakini lengo ni kuangalia fursa za kuweza kuwasaidia wananchi wa Tanzania kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia miradi na kazi mbalimbali ambazo zinafanyika kupitia ofisi ya makamu wa rais, lakini kupitia pia kwa wadau wengine ambao wanaratibiwa na ofisi ya makamu wa rais. Kwa kama mlivyosikia, tumetoa maelekezo kwa taasisi mbalimbali. Kwa mfano, mawizara na taasisi nyingine za serikali huwa zinakuwa na bajeti ya masuala ya mazingira. Tunasema sasa bajeti zile zielekezwe katika kutekeleza mipango ambayo inaendana na dira 2050 ambayo nguzo yake mojawapo ni swala la mazingira na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tumeongea na taasisi za mbalimbali, taasisi za binafsi, taasisi za umma, mabenki, watu wanaofanya tafiti. Yote ambayo yanafanyika sasa yaendane na mwelekeo wa serikali katika kutekeleza dira 2050. Hata wale wenzetu ambao ni watu wa asasi mbalimbali za kiraia, wote pia wana jukumu la kuhakikisha kwamba yanayofanyika katika maeneo yao yanajibu maelekezo ya dira 2050. Hatutoki nje ya dira 2050 katika masuala ya mazingira, kwani kuna maelekezo mahususi ambayo serikali imeelekeza yafanyike katika ile nguzo ya mazingira na mabadiliko au na uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Sasa leo hapa lengo mojawapo kubwa ni kwamba tunataka kupashana habari kwamba ni mambo gani ambayo yalijadiliwa kule kwenye mkutano wa COP. Ni mambo gani ambayo tunapaswa kuyafanya kama nchi ili kuweza kupata fursa, lakini pia tuweze kujiandaa na namna bora ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Tuna ahadi za takriban dola za Kimarekani milioni zaidi ya 440 ambao tumeahidiwa. Lakini pia kuna euro 500,000. Sasa hayo yote ni mambo ambayo yasingeweza kupatikana kama Tanzania isingeshiriki katika ule mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi kule Brazil. Sasa baada ya kupata hizo ahadi, kazi ni kwetu sasa kuzifuatilia ili ahadi zigeuke kuwa sasa kitu ambacho kinashikika mkononi. Na hiyo ni kazi ambayo ofisi ya makamu wa rais mazingira ikishikiana na wadau wengine tutaendelea kupambana nazo mpaka zipatikane hizo ahadi.